Mashariki ya Kati ni kama vile inaenda kuchafuka zaidi, tofauti na vita ambavyo vilikuwa vikilenga upande mmoja, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza. Imeshuhudiwa katika siku za hivi karibuni, hasa baada ya kuondoka kwa utawala wa Bashar al-Assad huko nchini Syria. Israel imefanya mashambulizi mazito. Kadhalika ni upande wa Marekani na Uingereza ambazo ziliamua kufanya mashambulizi mazito katika eneo la Yemen, lakini pia ni wa Yemen pamoja na makundi mengine ya wapiganaji kuanzisha mashambulizi katika maeneo kadhaa huko nchini Israel. Na wakati huu mashambulizi mazito kutoka nchini Israel yameshambulia vibaya nchi ya Yemen, hasa katika baadhi ya maeneo, lakini hasa ni yale yaliyopo katika maeneo ya bandari. Lakini wakati huu Wahouthi wanaonyesha uwezo wao wa kivita na kuendeleza mashambulizi kama walivyotangaza kwamba watalifunga anga la nchi hiyo ya Israel na kuhakikisha hakuna kazi yoyote ambayo itaendelea. Baada ya kushambuliwa vibaya na Israel, Wahouthi walianzisha mashambulizi mengine, licha ya kwamba athari za tangazo la Wahouthi la kufunga anga la Israel hadi utawala wa Israel utakapoachia kufanya jinai dhidi ya wananchi wa Gaza zikiwa zinaendelea kuitia hasara Israel. Wahouthi wameendelea kuisambaratisha sekta ya utalii ya utawala wa Israel, lakini pia wameendeleza mashambulizi mazito usiku kucha kama ambavyo Israel imefanya mashambulizi. Hata hivyo, Israel haikueleza kwamba inashambuliwa na kufanyiwa madhara makubwa, lakini Wahouthi kupitia mashambulizi yao, ambapo Israel yenyewe imekiri hakuna kombora ambalo katika siku ya Jumatatu limeweza kuzuiwa. Ni wazi Wahouthi wanasema athari kubwa zimewapata wa Israel, na Israel katika taarifa yake walisema ni watu 8 tu ambao walijeruhiwa, lakini inadaiwa kwamba kuna mamia ya watu wamejeruhiwa na wengine kuuawa. Miongoni mwa hasara ambazo utawala huo umepata ni kukwama kwa ujenzi wa nyumba za walowezi wa Kizayuni kwenye ardhi wanazopora kwa Palestina. Sehemu kubwa ya bajeti ya nyumba hizo inatokana na sekta ya utalii, na uchunguzi uliofanywa na shirika la habari la Fars unaonyesha kuwa kombora la Yemen lililopiga karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv limechimbua shimo kubwa lenye kina cha mita 25, lakini pia limeleta athari kubwa katika maeneo ya nchi hiyo ya Israel. Kadhalika, makombora hayo ya Wahouthi yameleta athari kubwa, ikiwa ni pamoja na vifo, licha ya kwamba haijajulikana ni watu wangapi wameuawa na ni wangapi wamejeruhiwa, licha ya Israel kusema ni watu 8 tu. Shirika hilo limeuliza swali kwa kuandika, hali ingekuwaje kama kombora hilo lingesogea mita chache tu na kupiga karibu na ndege? Tayari mashirika mbalimbali ya ndege yamesimamisha safari zao za kuelekea Israel. Hadi wakati wa kutoka kwa taarifa hizi, zaidi ya mashirika 20 ya ndege yalikuwa yamesimamisha safari zao kuelekea Israel, suala ambalo limeitia hasara ya dola milioni 4 sekta ya utalii ya utawala wa Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa ameanzisha mpango wa dola milioni 4 wa kufufua sekta hiyo iliyosambaratika kutokana na vita. Mwaka uliopita 2024, Iran ilifanya mashambulizi mawili tu makubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel yaliyopewa jina la Ahadi ya Kweli namba 1 na Ahadi ya Kweli namba 2. Mashambulizi hayo ya Iran yalipelekea mashirika ya ndege kusimamisha safari zao kuelekea Israel, ikiwa ni pamoja na sekta ya utalii wa Israel kusambaratika kwa 80%. Uchumi wa utawala huo bado unaingia hasara kubwa na ya moja kwa moja ya mamilioni ya dola, kiasi kwamba wakati huu ni wakati ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anawaza namna ya kumaliza vita hivyo, licha ya kwamba hayupo tayari kuona vita hivyo vinaisha, ila tu alione kundi la wapiganaji wa Hamas wa Palestina liondoke katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia aone wapiganaji wa Kihouthi wakiondolewa katika eneo la nchi ya Yemen. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.